Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Hii ndio salamu yetu ya jubilei kuu. Haya, turudie tena. Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Wapendwa watumishi wa Bwana, leo ni Dominika ya kwanza ya Kwaresma. Wiki hii siku ya Jumatano tumeanza rasmi kipindi cha Kwaresma kwa kupakwa majivu, na ni utamaduni wetu wa kanisa. Tunapoanza kipindi cha Kwaresma tunapakwa majivu. Majivu hayo kuashiria kwamba tunaanza rasmi kipindi cha Kwaresma, na maneno yanayotumika padre anapokupaka majivu ni kwamba mwanadamu, kumbuka wewe ni uvumbi na uvumbini utarudi, ambayo yanatoka katika kitabu cha Mwanzo. Maneno ambayo tunayafuta kitabu cha Mwanzo baada ya wazazi wetu Adamu na Eva kumkosea Mwenyezi Mungu, kuwa na kiburi, kutomtii Mwenyezi Mungu, ndiye akawaambia kwamba mwanamume hasa kwamba utafanya kazi, utatoa jasho, lakini na mtakufa. Vinginevyo kama wangelimtii Mungu labda wangeweza kuishi milele. Kwa hiyo maneno yanatukumbusha na sisi kwamba tunapoanza kipindi cha Majilio kwamba hapa duniani ni mahali pa kupita, kama vile ambavyo Mtume Paulo anaandika kwa Wafilipi, anasema sisi ni mahujaji, sisi ni wasafiri hapa duniani, tunapita. Kwa na sisi inatukumbusha hilo. Lakini kuna maneno mengine vile vile yanatumika tunapowapaka majivu. Nasema kwamba tubuni na kuiamini Injili. Tunatubu kipindi cha Kwaresma, tunafanya toba, lakini na kuyaamini na kuyaishi kwa maneno na matendo maandiko matakatifu ambayo ni Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hivyo tunaweza tukaokolewa. Sasa twende kwenye masomo yetu siku ya leo ambayo mama kanisa ametuletea. Tuanze na somo la Injili. Somo la Injili kila mwaka Jumapili ya kwanza ya Majilio, kila mwaka somo la Injili linalosoma ni somo ambalo linaeleza majaribu ya Yesu kule jangwani. Kwa mwaka huu tumetumia Injili ya Luka, mwaka mwingine inatumika Injili ya Mathayo, mwaka mwingine inatumika Injili ya Marko. Kwa hiyo wainjili wote watatu isipokuwa Yohana ndiye kuandika mateso, mainjili wote watatu wameandika juu ya majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa majaribu hayo kuyatafakari ni mazuri sana na yanatafakarisha sana. Kwanza, Yesu alibatizwa katika mto gani? Alibatizwa na nani? Safi kabisa. Sasa baada ya kubatizwa mto Yordani na Yohana, na Roho Mtakatifu akashuka mfano wa ua au njiwa, akasema, huyu ni mwanangu mpendwa nayependezwa naye, msikieni yeye. Baada ya hapo Yesu sasa ndio Roho akamchukua akampeleka jangwani, akaanza kufunga kwa muda wa siku ngapi? 40. Maana yake alikuwa hali chakula, hanywi chakula. Baadaye akaona njaa. Sasa shetani ndiye akaingilia hapo, akaanza kumpa majaribu. Jaribu la kwanza alimwambia afanye nini? Kwa sauti alimwambia afanye nini? Ageuze jiwe kuwa mkate. Ageuze jiwe kuwa mkate. Sasa fikiria, una siku 40 hujala. Sasa tuzipunguze sisi. Haya, hata tukupe siku ngapi hujala wewe? Siku 7. Kwanza na siku 7 ni nyingi. 3 tu, 3 tu, au tukupe hata siku moja tukupatia. Haya, ujala, alafu na ukao ukijua jangwani. Wapendwa, hapa hatuna jangwa, hapa hatuna jangwa. Tanzania tunasema ambazo ni kame kidogo, lakini hatuna jangwa Tanzania. Nadhani hatuna jangwa, sio? Hatuna jangwa. Lakini jangwa maana yake hapa tunatani, hata ile mwezi wa 10 Tabora kunavyokuwa kumekauka, hicho ni cha mtoto mdogo. Hicho ni cha nini? Jangwa halisi. Kwanza uwezo hata ukakuta hata mti hamna, ni mchanga
ni miamba na kadhalika. Kwa maana yake Yesu alipokuwa amefunga, au wewe tulizosema tukupatie siku 3, ulikuwa umejipatia siku 7, mimi nakupa siku 3 tu, na hauoni kwa namna yote ile kwamba utapata chakula, alafu ndio sasa shetani anakuambia kwamba badili mawe haya yawe nini? Na ukawe tujua shetani wakati anamjaribu Yesu alikuwa anajua Yesu ana uwezo wa kubadili mawe kuwa, na Yesu angeweza kubadili kabisa mawe kuwa mkate. Sasa ndiye anamwambia kwamba yabadili hapa ule ushibe, kwa nini unahangaika na njaa hii? Lakini Yesu alimwambiaje shetani? Mtu hataishi bali ndio, sio kwamba tutaishi kwa mkate tu. Wewe unayoniambia haya sio lazima kwamba tutaishi kwa mkate tu, ni kwa maneno kutoka kwa Mungu ndio tunaweza tukayategemea. Sasa shetani alikuwa anafanya hivyo amdanganye, abadili hayo mawe yawe mkate, na maana yake ile funga yake ile ya siku 40 ile aliyokuwa amefunga, malengo aliyokuwa amejiwekea, maana yake angelishindwa Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona? Sasa wapendwa, ili jaribu linampata kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu. Niwaambie kwamba hapa hakuna mtu ambaye hajaribiwi. Kujaribiwa, kupata vishawishi, kupata majaribu si dhambi. Ila ukianguka, ukayakubali yale majaribu, ukaanguka dhambini, hiyo ndiyo dhambi. Tuelewane. Kwa hiyo usije ukaenda kuungama siku moja ukasema nilijaribiwa, nilikuwa nimefunga labda nikajaribiwa kwamba labda nile chakula fulani. Hapana. Au mtu akanijaribu kwa kitu fulani hivi, ni dhambi. Ila ukikubali ile jaribu, ndipo unapokuwa umefanya nini? Umetenda dhambi. Kwa shetani ile jaribu la kwanza la kutaka kumwangusha Yesu akawa ameshindwa. Sasa hiyo umenisikia hivyo kwa kali, sasa akamletea kali zaidi, ambao nadhani mimi na wewe tunaweza tukaanguka hapo vizuri sana. Alimpeleka juu, akamwonyesha utajiri wote wa ulimwengu kwa sekunde chache. Alafu akamwambiaje? Ukinisujudia, ukinipa heshima, hii mali yote nakupatia wewe. Yaani wewe fikiri, yaani shetani, Yesu amsujudie shetani. Mmenielewa? Lakini nyuma yake kulikuwa na nini? Na mambo yote ya kidunia. Sasa hapo shetani ndio nilikuwa namshangaa. Nadhani shetani alikuwa hamjui Yesu eti. Yeye Yesu mwenyewe ni Mungu. Yeye na baba yake Mwenyezi Mungu ndio aliumba hizo mali za kidunia. Hizo mali ni zao. Sasa shetani anamwambia eti atampatia hizo mali. Unaona kwamba shetani kidogo na mwenyewe alikuwa na utata kichwani. Nadhani mtandao wake ulikuwa ushiki vizuri. Nadhani mtandao wa shetani ulikuwa ushiki vizuri. Yaani kama wewe kwa mfano fikiria mali unayokuwa nayo. Sijui mashamba, nyumba yako, tumbaku unazolima. Chukulia mali unazokuwa nazo, Au kwa mfano mtu aje hapa mwambie kama baba Paroko hapa, baba Chaula hapa, aseme nisujudie niabudu, hili kanisa hapa na nini vitakuwa vya kwako. Unashindwa kuelewa. Kwanza jinsi vilivyo hapo, yeye ndiye anasimamia ni vya kwake, ni yeye ni kanisa. Hata nyao mtu anakuambia nisujudie vitakuwa vya kwako. Sasa ni vya kwako, ni vya kanisa hili. Kwa pamoja nadhani shetani hapo kidogo na yeye alipitiwa kidogo eti. Ila hili jaribu nadhani tungeliambiwa sisi wachache tungeliweza kuliepuka hili. Tena pengine la kwanza afadhali. Nani kati yenu, nani wenu hapendi pesa hapa? Nani kati yenu hapa na mimi nikiwemo hapendi mali? Wote tunapenda pesa, wote tunapenda mali za ulimwengu huu, japo viwango vinafanya nini? Kabisa. Hapa nani hatafuti pesa kusudi aweze kuishi, kupata chakula chake, apate hiki, apate hiki? Hayupo. Na ufikirie kwamba una hali fulani, hivyo vitu hujawahi kuwa navyo. Basi lakini idadi shetani na kuangusha pale. Sasa tunajaribiwa katika hili. Ndio maana unaposikia, sio mnasikia kwamba sijui kuna Freemason. Unasikia sijui John Peter amemua mke wake, amemtoa kwa Freemason. Huwa nasikia ila Freemason mimi sijawahi kuwaona.
Hapa Urambo mnao Freemason? Mnao? Amjui? Okay basi vizuri sana amjui. Wenyewe kama wamo wanajijua eti. Unaona? Sasa ni hatari kweli pesa. Watu wengi wameangamia katika majaribu kutenda dhambi za kila aina kutokana na fedha, kutokana na mali. Kwa sababu mtu akudanganya mahali fulani ambapo utapata mali tu, tayari unakubali. Nakumbuka kwa resma fulani miaka kama 5 iliyopita nilikuwa pale kanisa kuu pale mjini nafanya utume wangu pale kwa wale ambao nifahamu. Sasa akaja mama mmoja, ilikuwa kwa resma tena ndio tumeanza hivi. Mama akaja akasema hivi, "Father, nilikuwa naomba kurudia masakramenti." Nikasema kwani mlikuwa mmeyatupa wapi? Akasema masakramenti bwana, mimi ni Mkatoliki, ila baadaye nilichukuliwa na baba wa Kiislamu, tukakaa naye tumezaa watoto 3, ila sasa nataka kurudia Ukristo wangu niwe kama nilivyokuwa zamani. Nimekuwa nikimwambia kwamba tufunge ndoa, amekataa. Tena wakati mwingine ananizuia kusali. Kwa hiyo nimeamua kuachana na maisha hayo nimrudie Bwana aliye mwokozi wa maisha yangu. Nikasema, "Mama uko serious?" Akasema, "Niko serious." Nikamuuliza, "Sasa hivi uko wapi?" Akasema, "Niko kwa wazazi wangu." Nikasema, "Njoo kesho." Nikampatia utaratibu wa mafundisho ya kiroho, alafu tukampokea tena rasmi katika Ukatoliki na anaendelea vizuri. Kitu kilichonigusa ni hiki kimoja. Ni nani wenu akina mama mlioko hapa ambao hamjafunga ndoa, kwa mfano, ambao aidha wewe mwenyewe au mume wako anakataa msifunge ndoa, yuko tayari kumwacha mume wake arudi nyumbani alihali ambatane na Kristo? Amshe mkono mama kama yuko hapa. Naona wanaume wanageuka kuona kama mke wake ataamsha mkono. Ataamsha halafu twende nyumbani utaniona. Kwamba ataondoka na mimi kwenda mjini, sio? Ni vigumu kwa sababu moja. Mama utakuwa unafikiria, mume wangu naishi naye, sawa, hataki kwamba tufunge ndoa tuishi maisha mazuri ya Kristo, lakini hapa nina uwezo, tunakula, tunalima, tunafanya biashara yetu kama tunafanya shughuli zote, tuna watoto wangu nitawaachaje? Je, nikirudi nyumbani nitawezaje kumudu maisha? Hicho ndicho kinachowapa shida akina mama. Nishakutana mama fulani, nilikaa parokia fulani sitaki kuitaja. Mama fulani aliugua akataka kufa. Wakaniita kwamba nimpatie angalau hata mpako wa ugonjwa. Sasa ukae kujua yule alikuwa anaishi Kimada, nikamwombea. Akaenda akapona. Alipopona nilitegemea mara moja aje anakimbia anasema, "Faza, tuandikishe ndoa na siku 21 zikimbie haraka sana za matangazo tufunge ndoa." Alipotezea. Baada ya miaka kama 15 nikakutana naye tena. Okay, nikamkumbuka na jina nikalitaja. Sitaki kulitaja hapa na parokia sitaki kuitaja. Nikamuuliza, "Mama, bila shaka mlishafunga zamani ndoa na mlishasahau." Maka watoto wao wameshaanza kufunga ndoa, wenyewe hawajafunga ndoa. Akasema, "Father, hapana, hatujafunga ndoa. Tena mume wangu ndio kabisa atakuja hata kanisa, naomba uje umuonye umkemee." Nikasema, "Nimkemei wa nini? Wewe mwenyewe ndio unamfanya asifanye nini asifunge ndoa? Kama hautaki, chukua ushujaa, urudi nyumbani kwenu." Nikasema, "Mtoto wa mwisho ana umri gani?" Akasema, "Yuko darasa la 3, darasa la 7. Nikasema, "Tena hiyo ni rahisi. Kama yuko la 7, kama ni vitoto vidogo unaweza kusema yule bwana atashindwa kuvitunza." Japo akina baba kama na mama yake au dada yake anapeleka kwa mama yake kule kwa bibi yao, wanakaa kwa bibi yao, kwa wanakaa kwa shangazi yao. Si ndivyo wanafanya? Lakini dawa ni moja kwa mwanamke, kumwachia watoto kama na ndugu. Mzee ataenda kutafute kwenu haraka sana. Hata kama ni ndoa mtafunga tu. Tuko pamoja? Mali, ninachotaka kukiongelea ni mali. Kuna watu wanaingia matatizo, wizi, kishawishi cha kupata mali. Iwe ni kazini, iwe ni wapi. Kuna watu wanajiingiza kwenye vitendo kama vya umalaya sababu ya mali.
Wakina mama wanadanganywa sababu ya, na kina dada hata wanafunza sababu ya pesa. Watu wanajiingiza kwenye vitendo viovu. Nakumbuka kipindi cha nyuma, hata sasa hivi uchaguzi kwa vile unakuja, albino wataanza kutafutwa. Si mwaka wa uchaguzi. Watu wanatafuta mali. Kwa shetani anatuonyesha papu, alafu anasema njoo uniabudu, unisujudu. Alafu na sisi tunamsujudu kwa sababu tunasema mali sasa niipate litakalo kuwa na liwe. Lakini tunasahau kitu kimoja, kwamba binadamu sisi ni mavumbi, na wapi tutarudi? Haya mambo ni ya kupita, wapendwa. Haya mambo ya mali ni ya kupita. Hata uwe na mabilioni, uwe na nini, lazima utarudi wapi? Mavumbini. Alafu na zile mali bwana, uwezo ukaenda nazo, ndizo bahati mbaya. Na wakati mwingine ukiwa unaugua, kama watoto wako ndio wanaanza kupanga plani. Sasa hawa ng'ombe bwana wa baba, kwamba muuze mwende kumtibisha pale Central nini pale hospitali ya Ulamba, au tumpeleke Kaliua, au Kitete. Hapana, msiuze hawa ng'ombe. Sasa sisi tutabaki na nini atakapokuwa amefariki? Hapo ndio unasikia unaumwa. Yaani kwa watoto wangu hamtaki nitibiwe. Na ukifa ile ndio umezikwa, ile zile kama 3 za matanga zile ndio wanachinjwa, wengine wanaenda kuuzwa na kadhalika. Na ukifa na mali pengine inaondoka, na wewe unaondoka. Kuna baba mmoja nilienda nyumbani likizo, nikamkuta paroko wangu wa kule nyumbani, ananiambia akasema, bwana, hapa kulikuwa na mzee mmoja, yeye kabla ya kufariki alileta shilingi 300 akampa baba paroko, kwamba baba paroko, ikitokea nikafa nikakutangulia, naomba ufanye nini? Uniombee nia za misa, kuiombea roho yangu. Ila wewe paroko ukinitangulia, uweke mali msaidizi wako afanye nini? Kwa mfano kama baba Chaura anampa Chaura, akisema kama nikitokea ukanitangulia, kashesha afanye nini? Asome nia hizo za misa. Ikatokea kweli kweli yule baba akafariki. Alikuwa anaitwa sijui mzee Joseph sijui. Sasa wakashangaa kanisani, nia ya misa kumwombea marehemu Joseph John, muombaji Joseph John. Sasa Joseph John imekuaje? Joseph John amekufa, anajiombeaje? Tuko pamoja wapendwa? Kumbe paroko ikabidi atoe maelezo, si kwamba yule Joseph John, yule mzee Joseph labda na mjukuu wake anaitwa Joseph John. Ni yeye mwenyewe. Ila aliona bana, kwa pesa yangu hii kuiachia mavijana na majamaa kuja kula kwenye msiba, ngoja nikatepo kidogo nifanye nini? Nijiombee nia za misa. Ili nitafakarisha, hata mimi nimeishafanya hivyo kimsingi. Naona kumbe mali zako unazokuwa nazo, unaweza kufikiria siku na shamba lako ukasema hizi sasa hii kama nyinyi huko mna mashamba makubwa huko eka 30 100, nasema ngoja nikatepo 30, nikifa hata 10 ziende kanisani. Alafu namwambia kama Father Chaula, unachukua hizo eka 10, lakini niombe misa kama 100, hata misa 1000 unampatia na kuwa anakuombea. Tuko pamoja? Mali haitufikishi mahali popote. Na hapo wote tunakamatwa. Kwenye njaa afadhali kidogo, lakini kwenye mali ni hatari. Sasa nyingine, sasa jaribio la 3. Pale Yerusalemu kulikuwa na hekalu refu sana mpaka juu. Sasa shetani akampeleka Yesu mpaka hapo. Alafu akasema naangalia jirushe. Alafu kijirusha, kwa sababu imeandikwa kwenye maandiko matakatifu kwamba malaika watafanya nini? Watakudaka. Imo kwenye Zaburi. Yaani anataka kumwambia Yesu akijirusha malaika watamkamata, halafu yana ataonekana mtu mashuhuri sana. Unaona mwana wa Mungu ameshuka kutoka juu, hajaanguka, mpaka watu wanafanya nini? Wanakuabudu. Kama sasa hivi ningeliamua kwa mfano kama hapa nasema natoa mapepo hapa. Akina mama sasa ndio wanasema ndio mnakamatoka na mapepo. Sio kuona akina baba wanapata mapepo. Haya. Utibu hapa, labda marehemu fulani afariki hapa, baba mmoja au mama fulani aletwa hapa, apewe hai tena. Utaona lazima nitakuwa natembea hivi. Watu sasa yule padre bwana anatoa mapepo sana yule. Kama Chaura kwa mfano hujawahi kutoa pepo tangu uzaliwa, unaonekana sio padre. Anaonekana kama sio nani? Sio padre. Unaona? Ile kwamba mimi ni mtu fulani hapa. Mnamfahamu rais wa Marekani wa sasa hivi? Anaitwa nani? Donald Trump. Unajua mshahara wake kwa mwezi ni dola ngapi? $1.
sawa na shilingi kama 2,200 ngapi za Kitanzania. Ana pesa ni utitiri. Alisema mimi sitaki mshahara, mimi nikutaka kuwaongoza wa Marekani. Haya, kumbe anachotaka yeye kwamba mimi ni rais wa Marekani. Na unajua rais wa Marekani ni rais wa dunia. Sumesha sikizia muziki ambao ametusukumia nchi za Kiafrika na nchi zingine. Ile misaada hakuna. Wale wahamiaji haramu rudisha nyumbani kwenu. Kama si Urambo hapo waliotoka Marekani walirudishwa sijui. Misaada ameikata na muziki wako utatoendelea kutupata. Anatuambia kwamba nyinyi viongozi wa Afrika wa marais wenu wanakuiba pesa na nini? Nendeni nyumbani kwenu wajifunza akili warudi muadhibiti. Naona tuko pamoja. Kumbe anachotaka kwamba ni mimi niwe mtu wa heshima na kadhalika, ndicho hicho. Kwani watu wanapogombea uongozi kwa mfano wa kigango si wa jumuiya wanachotafuta nini? Kuna mtu kusimama hapa katibu wa parokia anasoma matangazo hapa, si anajisikia vizuri. Si ndio bwana? Naona kwamba mimi ni mwenyekiti wa parokia. Hata kama hali St. Tando akili kwamba ni mwenyekiti wa parokia. Unajua tumeongea jana na baba paroko hapa, inabidi tuweke mifuko 30 ya simenti. Waamini tumesikilizana. Hicho tu kinamuongezea uzito, hata asipokuwa yeye inamtosha hiyo tu. Hiyo ndio chakula chake. Kwamba ni katekista wa parokia anaanzisha sala nyote mnakaa kimya. Nani anazianzisha hapo? Ni wewe. Hamna. Utukufu. Sasa shetani alitaka mdanganye Yesu kwamba aonekana na ana utukufu. Sasa niwaulize swali moja. Mungu ndio utukufu mwenyewe. Mungu anahitaji afanye kitu gani ili aonekane kwamba ni kitu kikubwa? Ipo haja hiyo? Hamna. Hata Yesu pale wapendwa alipokuwa anafanya miujiza, mnajua malengo ya Yesu alikuwa nini alipokuwa anafanya miujiza? Wagonjwa na waponya, vipofu labda wanaona, walemavu labda wote wanatembea, akina Lazaro anawahuisha. Lengo lake sio kwamba basi labda watu kumbe Mungu huyu labda wamuogope. Lengo lake awape uhuru, wale ambao hawatembei watembee, ambao hawaoni waone na kadhalika. Awaache huru, awaponye kama ambavyo tunavyokuwa tunauma tunaenda hospitalini. Lakini lengo la pili kwamba hawa watu ninao watibu, nao waponya na watu wengine iwe chachu ya kuniamini kama mimi mwana wa Mungu. Na baada ya hapo miujiza haikuwa mingi tu. Sasa hivi ulishasikia miujiza mingi na kuepo michache tu. Kwani wewe mwanakwaya msoma masomo, sasa hivi unahitaji Yesu afanye muujiza ili muamini kwamba ni Yesu mwana wa Mungu na mwokozi wa maisha yako? Sister Cecilia, unahitaji Yesu na Bikira Maria watoka hapa ndio uamini kwamba ni Bwana? Hapana. Sasa hivi tumeisha ijua imani. Tuko pamoja wapendwa? Ndio. Kwa hiyo tumalizie kwa kusema hivi. Vishawishi vipo na vitaendelea kuwepo mpaka tunapomaliza maisha hapa duniani. Ila kitu cha msingi tufanye chini juu tuviepuke. Na Yesu ametupa kielelezo kwamba mimi nimeyashinda haya na ninyi wafuasi wangu muyashinde haya. Hicho ndicho kitu kimoja kikubwa, kimoja wapo kati ya vitu vingine tunavyojifunza, kwamba na sisi tuyashinde majaribu yanayotupata. Na kuyashinda majaribu lazima tuwe makini. Nguvu yetu inabidi tutumie vile vile nguvu ya sala. Mungu atuepushe na haya majaribu kabisa. Halafu kama unajua kwamba nikipita hapa nitajaribiwa niingie dhambini, kwepa hiyo njia. Mfano kama sasa hivi wale wanaume nafuta kwa mfano wanapiga bia zake. Kwa Yesu wewe umejifungia au umeamua kwamba sitakunywa pombe tena. Kwa nini uende kwenye grocery ile tunakuta washikaji wake? Ngoja niende tupige story ya mimi sitakunywa, wao watakuwa na kunywa na waangalie. Ni ngumu sana.
Mako ukiona tu chupa tu ya Serengeti tayari macho yanatetemeka na moyo mapigo ya moyo yanaongezeka. Tuko pamoja. Unajua kwamba na rafiki yangu huyu mama huyu au dada huyu tukitembea pamoja huwa tunapiga majungu watu. Muepuke. Tuko pamoja. Akina mama Urambo nadhani ampigi majungu kama wengine. Wamo wanaopiga majungu watu? Wamo basi wenyewe wanajijua. Au kuna watu bila kupiga majungu yani maisha kama hayaendi hivi. Tuko pamoja wapendwa? Nafasi zile tuziepuke. Na kweli lazima tuwe na malengo kabisa kwamba Mungu atusaidie. Mimi daima nasema hivi katika unyonge wangu, kuwa Mkristo safi si kazi ndogo. Kama wewe unaona ni kazi ndogo kwamba kwa Mkristo safi ni kazi ndogo, mshukuru Mungu na utuombee na sisi wengine. Kusafiri hapa duniani kuna mambo mengi, tunavutwa suruali, tunavutwa sui magauni, shetani na kuangusha na kadhalika. Majaribu ni mengi, mambo ya kidunia ni mengi. Tuombeane na tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Na kuombea wewe na mimi niombee Kwaresma hiyo ya matumaini. Sasa hivi ni Dominika ya kwanza ya Kwaresma. Jumapili ijayo Dominika ya pili. Ikifika Dominika ya pili, ugeuke hivi ujiulize kwamba kwa wiki nzima kuna mafanikio ambayo nimeyapata, nimebaki pale pale nilipokuwa kiroho, au nimepiga hatua kwenda mbele, au nimerudi nyuma. Msimamo wangu ni upi? Kiasi kwamba tunapoenda kufikia Pasaka uwe mweupe kuliko theluji. Na nakuahidi inawezekana. Inawezekana kabisa, inawezekana. Lakini muendelee kufanya toba mwaka huu wa Jubilei na Kwaresma. Tufanye nini? Tutubu dhambi zetu. Mimi Alhamisi juzi pale kwenye parokia yetu pale kanisa kuu tuliamua kwamba ni siku ya maungamo. Jumatano ilikuwa ni majivu, Alhamisi anayetaka kuungama aje. Na nikawaambia waamini, kama mnaniona mimi tumezoeana, labda niwaletee hata mapadi wa Kiarabu au Wahindi. Naona kwa kama unaona kwa mfano Father Chaula labda siwe ni mwenyekiti wa parokia au katekista, unaona aibu kuungama, mwambie tu atuite kutoka mjini, tutakuja tuwaungamishe. Tuko pamoja? Au unaenda kwa Ntunde kule mjini. Tuko pamoja? Mtubu. Msibaki na mazambi. Kwa nini utembee na mazambi mzigo mkubwa? Yaani wewe una bero la tumbaku, unalo mgongoni kila siku unatembea nao. Kwa nini? Kwa nini usishushe chini? Na kwa kama yule jamaa aliiba baisikeli huko na ni Sumbawanga siku zilizopita. Mlimsikia? Aliiba baisikeli. Sasa ilikuwa imefungwa akaiweka kichwani. Mzee akabaki nayo. Anataka kuishusha ngoma inakataa. Watu wa Sumbawanga mpo? Ni watani zangu watu wa Sumbawanga. Lola. Msiwaogope, ni watu wema sana, wala hawana madhara. Wao wanawatania sana. Kama sisi ukiwa kwetu huko Bukoba, mtu akakutishia akasema, umenifanyia hivi naenda Kigoma. Mama tumbo linageuka. Kwa hiyo basi, lakini ninachotaka kusema, tubuni. Tusiendelee kubeba mawe, masimenti kichwani, manondo mazito. Tuwe weupe na tuwe safi. Bwana wabariki sana. Amen.